Naam, ni kuelekea katika mashindano ya Kagame Cup mwaka 2026 ambako tayari draw ya mashindano hayo tayari imeshafanyika katika mji wa Kigali huko nchini Rwanda, draw ambayo imefanyika kwa siku ya leo ikiongozwa na legend wa soka pale nchini Rwanda na nyota wa zamani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye pia ameshawahi kupita kunako klabu ya Young Africans Haruna Kizimana Fadhili Niyonzima. Tayari kila klabu imefahamu ipo katika kundi gani, lakini tunakwenda kuangazia katika ushiriki wa vilabu vya Tanzania ambavyo wanakwenda kuwakilisha katika mashindano hayo makubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati. Klabu ya Simba ipo katika kundi B katika mashindano haya ya Kagame Sekafa Cup kwa mwaka huu 2026 ikiwa sambamba na timu ya Singida Black Stars, lakini pia na timu ya Mogadishu City Football Club, bila kusahau timu moja nyingine kutokea katika nchi ya Sudani Kusini ambako watakuwa nao kundi moja katika fainali ambazo zinategemewa kuweza kuanza mnamo tarehe 24 mwezi huu wa 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 huko nchini Rwanda, ambako kwa safari hii ndio watakwenda kuwa waandaaji moja kwa moja. Na Singida Black Stars anaingia kwenye haya mashindano akiwa kama ndiye bingwa mtetezi mara baada ya kuwa na kiwango bora katika mashindano yaliyopita, mashindano ambayo yalifanyikia katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa KMC Complex, lakini pia katika uwanja wa Meja Isamuyo ambako Singida Black Stars alichukua ubingwa mara baada ya kumfunga Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudani. Simba amerejea mara baada ya kukosekana kwa muda mrefu tangu mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2018 na msimu huu amerejea na yupo katika kundi B sambamba na hizo timu ambazo nimekwisha kukutajia mtazamaji wa Anwari TV. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu hiyo ya Simba ipo katika mchakato wa kuzindua jezi ambazo zitakuwa ni mahususi kwa ajili ya haya mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu 2026, lakini pia ni sehemu ya pre-season ambako klabu hiyo ya Simba wameona kuitumia vyema ikiwa kama sehemu yao ya kujiandaa na mashindano haya kabla ya kuingia katika ligi kuu soka Tanzania bara, ambako tumeshashuhudia pia ratiba yake vile ambavyo itakwenda kuanza katika mwezi unaofuata, kwa maana ya tarehe 14 pazia hilo la ligi kuu litakwenda kufunguliwa rasmi. Kwa hiyo klabu ya Simba ni moja kati ya klabu ambayo imeona fursa kubwa katika haya mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu 2026 ambako wataingia katika hayo mashindano, lakini pia ni moja kati ya mashindano ambayo yatakwenda kumtengenezea Simba ile confidence level, hasa katika ushiriki wao wa kimashindano katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana kuna zile timu ambazo zina ushiriki pia katika haya mashindano akiwemo Vipers kutokea nchini Uganda, lakini pia akiwemo klabu nyingine nyingi, Gor Mahia kutokea nchini Kenya, ambao hawa kimsingi watakwenda kuziwakilisha timu zao ama mataifa yao katika mashindano ya CAF kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo mbali na kupata sehemu ya pre-season, lakini pia Simba atakuwa anapata faida ya kucheza zile mechi ambazo zitakuwa zinaendana na ile karia ambayo atakwenda kukutana nayo katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, eneo ambalo Simba kwa msimu ujao atakwenda kushiriki kinaga ubaga, na ni mashindano ambayo yanaweza pia kuhusisha wale wachezaji wapya ambao utakuwa wamewasajili katika kuelekea msimu ujao. Tumeshuhudia baadhi ya vilabu vikifanya usajili kuelekea kwenye msimu ujao, ikiwemo pia Vipers nchini Uganda wameanza usajili wa kumsajili golikipa kutokea nchini Gabon kwa maana ya Mbaba, huyu golikipa ambaye pia alikuwa anahusishwa na kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo na yeye pia au kwenye haya mashindano wachezaji ambao wanaingia wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya mashindano haya ambayo yapo chini ya shirikisho la soka katika ukanda wa mashariki mwa Afrika kwa maana ya Sekafa. Mashindano haya mtazamaji, yanakwenda kuanza mnamo tarehe 24 mwezi huu wa 7 mwaka 2026 katika viwanja
viwili vya huko nchini Rwanda, kwa maana uwanja wa Amahoro huko nchini Rwanda katika mji wa Kigali, lakini pia na uwanja mwingine ambao unapatikana pia katika mji wa Kigali huko nchini Rwanda. Na timu 12 zitakwenda kushiriki katika mashindano haya ya mwaka huu 2026 kutokea mataifa mbalimbali, lakini pia kutokea Tanzania tutawakilishwa na timu hizo mbili, kwa maana ya Simba lakini pia Singida Black Stars ambao wao ndio mabingwa watetezi, lakini pia kutokea kule visiwani Zanzibar wao watawakilishwa na KVZ Football Club, timu hii kutokea katika kisiwa cha Marasha Karafuu kwa maana ya Zanzibar. Na kwa wapinzani wa Simba ambao wapo nao kundi moja, Simba yeye ndiyo ambaye atakwenda kuwakilisha nchi yake katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunafahamu kwamba Singida licha ya kwamba kuwa ni bingwa mtetezi, lakini yeye atakwenda kuwakilisha taifa katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, sambamba na Mogadishu City ambaye yeye kwenye ligi yake ya kule nchini Somalia amehitimu katika nafasi ya 3 akiwa na pointi zake 35, kitu ambacho kitamfanya asikuwepo katika mashindano yoyote ya kafu kwa msimu wa kimashindano 2026 2027. Nikushukuru mtazamaji, hadi wakati mwingine. Jina langu ni Leopard John.